Ndugu waandishi wa habari, kwa jina naitwa Kaso John, ni meneja mamlaka ya mapato mkoa wa Kagera. Kwanza kabisa nipende niwashukuru nyinyi binafsi ndugu zangu kwa kuwa mmekuwa kiungo kikubwa sana kufikisha taarifa mbalimbali za mamlaka ya mapato kwa walipa kodi, lakini na serikali kwa ujumla. Kwa hiyo niseme tunawashukuru, na mkoa wetu wa Kagera kwa mwaka wa fedha tunafanya vizuri sana. Na kwa kuanzia mwezi Julai hadi mwezi Aprili, kwa maana ya miezi 10 ya mwaka huu wa fedha, mkoa wetu katika lengo la kukusanya bilioni 135.5 umefanikiwa kukusanya bilioni 158.6. Huu ni utendaji kazi wa 117%. Kwa hiyo kipekee kabisa nipende kutoa shukrani zangu kwanza kabisa kwa ofisi ya mkuu wa mkoa na vyombo vyake kwa namna ambavyo wanatusaidia kama mkuu wa mkoa akiwa kama mlezi wa taasisi zote. Kwa hiyo tunamshukuru sana na vyombo vyake, lakini pili wafanya biashara wenyewe. Kwa kweli tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana na wa karibu. Tumeishi kama ndugu, tumeishi kama rafiki. Kwa hiyo matokeo yake ni kama mnavyoona hii performance au utendaji wa miezi 10 sasa. Lakini taasisi zingine binafsi na za serikali pia tunawashukuru, bila kusahau jumuiya za wafanyabiashara zote. Tumekuwa tunafanya kazi kama timu na imepelekea mafanikio ambayo tumewapata, lakini na wadau wengine wote mbalimbali ambao wapo, waandishi wa habari kama nilivyosema mwanzo, na wadau wengine wote niwashukuru sana, na niseme tu ushirikiano ni muhimu, tunawahitaji sana. Tuendelee kushirikiana, tuhakikishe hii miezi miwili iliyobaki basi tunafanya vizuri, na pengine hata miaka ijayo, na mimi naamini ushirikiano ukiendelea tutafanya vizuri zaidi. Lakini pia ndugu waandishi wa habari, mbali na hiyo napenda pia nizungumze mambo yafuatayo. La kwanza, matumizi ya EFD, kwa maana mashine za utoaji risiti wa kielektroniki. Niseme kuna wafanyabiashara wanafanya vizuri sana, lakini wengine bado hawafanyi vizuri. Kwa hiyo mimi nitoa wito tu kwanza kwa wafanyabiashara kuhakikisha wanatoa risiti halali kwa wanunuzi. Tukisema halali tunamaanisha risiti kwanza yenye taarifa za mlipa kodi, yule mnunuzi, lakini pia hela ambayo amelipa, lakini na zile bidhaa ambazo amenunua. Kwa hiyo wafanyabiashara wote wanao wajibu wa kuhakikisha wanatoa risiti. Lakini pia wawape risiti. Mwingine wanaenda sehemu anasema bwana nimempa, amekataa, mpe risiti yake atapokea. Lakini pia kwa upande wa wanunuzi niseme pia kwa mujibu wa sheria wana wajibu wa kudai risiti. Risiti pia inalinda haki ya mnunuzi. Kwa mfano ndugu mwandishi wa habari, unaweza kununua bidhaa baadaye ukakuta ile bidhaa haina ubora, utarudishaje dukani? Utaendaje kwenye taasisi ambazo zinatetea mlaji? Ukiwa na risiti ambazo zina taarifa yako kamili, ni rahisi kwenda hata kurudisha, kwa sababu nilinunua hii bidhaa kwako haina ubora, risiti yangu ni hii hapa, nilinunua jana. Lakini ukinunua bila kudai risiti, tafsiri yake utakosa hizo haki zingine. Kwa hiyo pia wanunuzi ni kwanza ni wajibu wa kisheria. Kwa hiyo ukikuta hujadai risiti pia ni kosa la kisheria, unaweza ukapata faini. Lakini mbali na hivyo, kama nilivyosema mwanzo, pia inalinda haki yako kama mnunuzi. Kwa sababu na hilo niwasisitize pia, kuna ndugu zetu wa vituo vya mafuta. Ukienda vituo vya mafuta unakuta risiti nyingi zimebaki pale. Cha kwanza niwasisitize wanaonunua mafuta, wenye magari, wenye bodaboda, hakikisha unachukua risiti yako, kwa sababu kwa uzuri kwenye vituo vya mafuta mifumo imeunganishwa. Kwa hiyo ukijaza mafuta, unapomaliza risiti inatoka automatically. Kwa hiyo risiti yako ipo. Kwa hiyo mimi niwasisitize tu wale wanunuzi wa mafuta, watumiaji wa mafuta, uhakikishe unachukua risiti yako. Lakini pia hata ndugu zetu ambao wauzaji wenye vituo vya mafuta, uhakikishe basi wanawapa risiti wale wanunuzi wao. Na mara nyingi unakuta muda mwingine printer iko mbali, kwa hiyo mwingine anaona kama anachukua muda kusubiria risiti. Kwa hiyo waweke utaratibu mzuri, risiti ikitoka basi wawape risiti yao. Lakini swala lingine ndugu waandishi wa habari ambao ningependa nisisitize ni swala la magendo. Mkoa wetu umebarikiwa kuwa tumepakana na nchi jirani zaidi ya 3.
Na mpaka wetu kuja kuangalia huu ambao tunapakana na wenzetu ni zaidi ya kilomita 400, kwa hiyo ni mpaka mrefu kidogo. Na wafanya biashara wetu wanafanya biashara na nchi jirani. Kwa hiyo mimi niwasisitize tu wahakikishe kwamba wanapitisha bidhaa zao kwenye mipaka rasmi ambao serikali imetangaza. Wahakikishe wanapita hapo. Na sisi kama TRA tuko tayari kuwasaidia. Na mara zote unakuta muda mwingine mtu anapitisha bidhaa pengine imesamehewa, lakini kwa kutokuwa na uelewa unakuta anapitisha kama magendo. Kwa hiyo mimi mfanya biashara yote kama unaona una shida uelewa, tunajitahidi sana kutoa elimu, lakini muda mwingine sio rahisi kuwafikia wote. Kwa hiyo kabla hujafanya biashara, tafadhali njoo kwetu tukueleweshe, tukupe elimu, ili ukitapofanya hizo biashara basi uhakikishe unafanya pasipo kujihusisha na biashara ya magendo, kwa sababu madhara ya biashara ya magendo ni makubwa. Kwanza kwa mlipa kodi, ukikamatwa maana bidhaa zote zinaweza zikachukuliwa, pengine hata chombo ambacho kimebebwa pia kikachukuliwa, lakini pia kuna faini kubwa. Kwa hiyo hivyo vyote vinaweza vikamkuta mfanyabiashara. Lakini pia hata kwa nchi, magendo yanasababisha kuingiza bidhaa ambazo hazina ubora. Kwa hiyo pengine muda mwingine hata zinaleta matatizo ya kiafya. Lakini hata masuala ya ushindani, ukiingiza kwa magendo maana yake wewe bei yako inaweza ikawa tofauti na wenzio ambao wameingiza kupita kwenye mipaka na wakalipa kodi. Kwa hiyo unaenda kuua ushindani, na ushindani ukiwa maana yake unaua biashara zingine. Kwa hiyo huo ni kwa ufupi tu madhara ya magendo. Kwa hiyo mimi niwasihi wafanya biashara wote waje tuzungumze, tupeane elimu, tuone namna gani tunawasaidia, kwa sababu tunatamani wote wapite kwenye mipaka, wafuate utaratibu ili wasipate hizo changamoto ambazo nimezisema hapo mwanzo.